ya wataalamu wa utawala. Hawa wanaitwa administrative professionals. Hawa ni kina nani? Wana umuhimu gani pia katika taasisi ama ofisi ambazo wanazifanyia kazi watu hawa? Lakini pia kuna ukuaji mkubwa wa teknolojia, ni kwa namna gani wanaweza kuishi na kufanya kazi zao kwa wepesi zaidi. Tunaungana naye hapa mtaalamu wa utawala mwandamizi huyu, akifanya kazi katika serikali yetu, akiwa balozi pia kule nchini Nigeria. Huyu ni Balozi Dr. Benson Bana kutokea Bukoba, Kagera. Dr. Benson, habari ya Bukoba? Nzuri tu, mvua, tunamshukuru Mungu. Karibu sana. Na tuanze moja kwa moja kwa kufahamu hasa nini maana ya utawala pale ambapo tunazungumza kwa maana ya ama tukitumia lugha ya kigeni ya administration. Asante sana. Utawala kwa kweli ni mchakato unaohusisha mambo makuu 7 kama yalivyoasisiwa na watangulizi wa hiyo dhana ya utawala, yani administration. Inahusisha kupanga mipango, watu wanaita planning. Inaita kuweka miundo, kujenga taasisi, kugawa majukumu ya kazi, kuongoza idara za utendaji na kadhalika. Jambo la 3 katika shughuli za utawala ni masuala ya ajira. Yanahusiana mambo yote yanayogusa ajira, mafunzo, ufuatiliaji na tathmini, nidhamu ya wafanyakazi, usimamizi wa mishahara, mafao yao, usalama kazini, masuala yanayohusiana na mahusiano kazini, mambo ya vyama vya wafanyakazi, mikataba ya ajira, usuluhishi wa migogoro, masuala ya uhamisho, likizo. Hilo ni unaweza ukasema hilo ni la kuhusiana na jambo la 3 ambalo tunasema staffing, yani masuala yanayohusu ajira. Jambo la 4 linahusu kuelekeza, tungesema directing. Sasa directing na mambo mengi, kufanya maamuzi, kufanya maamuzi yanayohusiana na utendaji katika taasisi au asasi yoyote ya serikali, masuala yanayohusu uongozi, masuala yanayohusu management na kadhalika. Na sasa jambo la 5, kwa sababu ngoja niyataje yote, ni uratibu. Unapokuwa mahali pa kazi, we ofisi, we taasisi, kuna sections, sehemu, kuna idara, kuna vitengo. Sasa haya lazima yote yaratibiwe ili kuhakikisha nguvu ya utendaji kazi wa wafanyakazi inaelekezwa katika kuhakikisha kwamba malengo na azma ya taasisi ile yanatekelezwa. Na jambo la 6 ni kutoa taarifa, tungesema reporting, kuhakikisha kwamba wenye mamlaka wanapata taarifa juu ya utendaji kazi wa taasisi ile, taarifa kwa maandishi, taarifa za kila idara, kila kitengo, taarifa za utumishi, watumishi wanafanywa tathmini ya utendaji kazi wao, malengo yaliyowekwa yanapimika. Na jambo la mwisho ambalo watu wote wanaofanya kazi ya utawala wanalifanya ni swala la budget. Swala la budget, kuhakikisha kwamba fedha inatengwa ili kuhakikisha kwamba kila kitengo, kila idara kina fedha za kufanyia kazi ili kuhakikisha kwamba malengo ya taasisi hiyo au kitengo hicho yanatekelezwa. Hayo ndio mambo makuu 7 ambayo mtawala yeyote duniani kote anatakiwa ayatilie maanani. Na tuna kifupi chake wao wanaita PODISCOPE. Hakuna mtu atajifunza sayansi ya utawala bila kujua hiyo acronym au kifupi cha mambo hayo yote 7 niliyotaja kwa kifupi cha PODISCOPE. Hilo neno liliasisiwa na Ulrike Ndigulik mwaka 1937, na mwanafunzi yeyote, mtendaji yeyote katika idara ya utawala lazima aelewe majukumu 7 ambayo mtawala yoyote, administrator yoyote anatakiwa yatekeleze.
Dokta, hayo mambo saba ambayo umeyataja ni kwa namna gani mtu anaweza akayashiba, kwa maana akajifunza akayafahamu kwa kina? Haya yote yanafundishika katika vyuo vyetu vya utumishi, katika taasisi zetu za elimu ya juu na katika kufanya kazi. Hakuna mwalimu mzuri kama kiongozi wako kazini, mahali pa kazi unafanya kwa kutenda. Haya mambo saba yote ni muhimu katika taasisi yoyote, idara yoyote, iwe ya serikali, taasisi yoyote ile, iwe wizara, iwe idara, iwe taasisi inayojitegemea. Haya mambo yote yanatakiwa yafanyike hata kwenye sekta binafsi. Dokta, kuna dhana ya kwamba kiongozi huzaliwa, na hapo umezungumzia kujifunza. Lipi linachukua nafasi kubwa zaidi kwa kiongozi? Kwa kiongozi, kwa kweli kiongozi mahiri, ili uweze kuyamudu yote vizuri haya, lazima kwa kweli upitie mafunzo, na mafunzo yawe endelevu, sio ya zimamoto. Unakwenda leo unarudi mafunzo, alafu unarudi kazini, unaweka yale uliyojifunza katika vitendo, unayatumia kutenda kazi. Na tukienda hivyo tutakuta tasnia ya utawala, eneo la utawala, fani ya utawala inakwenda vizuri katika taasisi. Utawala ndio moyo wa taasisi yoyote. Bila section ya utawala, bila usimamizi wa rasilimali watu, tutakuwa tunajidanganya, mtawala atakuwa hajafanya kazi yake vizuri. Sawa. Umesema utawala ndio moyo wa taasisi yoyote. Wengine wakisema kuwa utawala ndio uti wa mgongo wa taasisi yoyote. Kwa muda mrefu umekuwa mwandamizi katika sayansi hii ya utawala. Unawaona vipi hawa watendaji ambao ndio watumishi, ndio wataalamu wa masuala haya ya utawala katika utekelezaji wa mambo saba ambayo umeanza nayo? Kwa ujumla inategemea ni sehemu gani, ni taasisi ya namna gani na ina malengo yapi, lakini kwa ujumla wake hawa watu lazima waandaliwe. Uweze ukampata mtawala tu kwa kudra ya Mwenyezi Mungu. Lazima waandaliwe kwenye vyuo vya mafunzo. Vyuo vyetu vikuu na taasisi za elimu ya juu zinaandaa watu wa namna hiyo, kufanya kazi ya kupanga, kufanya kazi ya kuratibu, kufanya kazi ya kutoa ripoti na kuzisoma ripoti, kufanya kazi ya kubudget, kufanya kazi ya maamuzi. Haya yote lazima yafundishike. Uweze ukayapata tu kwa kukaa mezani, lazima yafundishike katika taasisi ya elimu ya juu na vyama vya taaluma kama chama cha maafisa tawala na rasilimali watu. Lazima muwe na chama, na chama chochote, mtu yote anakuwa na taaluma fulani, profession. Kama hiyo profession ina maadili, lazima ufuate maadili ya profession hiyo. Namba 2, lazima mafunzo hayo walau yawe ya miaka 2, 3, 4 na kuendelea. Na namba 5, ili hawa watawala waimarike, lazima wawe na mafunzo ya mara kwa mara, na lazima wawe na ithibati, wawe na chombo cha kufanyia ithibati, kama unavyoona malawyers na labda TLS, kama unavyoona madaktari na Medical Association of Tanzania, engineering na Engineering Registration Board. Lazima wasajiliwe kwa kuzingatia taaluma zao. Kwa hiyo mnakuwa na taasisi madhubuti na wana mitihani yao ya kuwapima na kuwapa mafunzo endelevu, na wanapimwa kwa jinsi wanavyoendelea kupata mafunzo hayo na kufaulu. Hapo ndipo unaweza ukasema kwamba nina kundi la professionals wa utawala. Bila kuwa na hayo, mnakuwa mnajidanganya. Sasa ni kwa namna gani, umetuwekea vizuri sana Dokta, kwamba majukumu yao ni haya na pia wanatakiwa kupewa mafunzo kwa kiwango kizuri kabisa ili kuweza kutekeleza majukumu hayo. Lakini ni kwa namna gani huyu mtaalamu wa utawala anatakiwa kumsaidia kiongozi wa juu yake, kama ni mkurugenzi wa taasisi ama kiongozi yote wa juu yake, katika kuyafikia maono ya taasisi ambayo anaifanyia kazi? Yako mambo mengi, narudia umo kupitia kwenye hiyo Podscope. Lazima amsaidie
kupanga mipango yote ya taasisi. La huyu mtawala lazima aipitie mipango ya muda mfupi, mipango ya muda wa kati na mipango ya muda mrefu. Kazi ya kupanga sio ya maafisa mipango, hii ni ya mtu wa utawala. Lazima ajue, kwa sababu utawala yeye ni overall, anachukua section nzima. Kama ni wizara ina idara mbalimbali, mtawala ndiye anajua mipango ya wizara kwa ujumla tunaiwekaje katika kila section. Kwa hiyo anamsaidia mkuu wa taasisi kuhakikisha kwamba kuna mipango inayopimika, inayotekelezeka na inayolenga kutekeleza malengo au majukumu ambayo yamepewa na idara ile, wizara ile na taasisi hiyo. Na la pili, anamsaidia kwa kuweka miundo, kuweka mfumo. Kila taasisi ina miundo, ina mfumo. Kwa hiyo anamsaidia tuweke mfumo aina gani, mfumo wa kikanuni, mfumo wa kisheria, maelekezo. Anamsaidia hilo lifanyike, kila idara isiingiliane na nyingine, ili kuhakikisha kwamba rasilimali zilizopo zinatumika kufikia malengo ya taasisi hiyo. Anamsaidia vile vile kwa uratibu, kuhakikisha kwamba hakuna wizara inaingiliana nyingine, na tunahitaji idara ngapi, tunahitaji section ngapi, tunahitaji muundo weje, alafu kuhakikisha kwamba tuna watumishi walioandaliwa kutekeleza majukumu yao. Hiyo management ya rasilimali watu, hawa watu wamemotishwa, wanapata mshahara kulingana na kazi wanazozifanya. Hawa watu wanafanyiwa tathmini ya kila siku, ya kila mwezi na ya kila mwaka, ili mtu ajue mahali ambapo anastahili kupata elimu zaidi, kupata weledi zaidi, kupata maarifa zaidi, kupata maarifa zaidi, ili aweze kutekeleza hayo majukumu aliyokabidhiwa vizuri. Kuhakikisha kwamba ajira inafuata vigezo vilivyowekwa kwa mujibu wa kanuni. Ajira inakuwa ya wazi, inafuata kitu tunaita merit, utaalamu. Kwa hiyo mnapoajiri wafanyakazi wapya, mtu wa utawala lazima awepo. Tunatumia mbinu gani, methodolojia gani kuwapata hawa? Tunawasaili vipi? Na tukisha wasaili tunawawekaje kazini? Siku ya kwanza, siku ya pili, wiki. Mafunzo ya awali, induction training, lazima ifanywe, na anayeiongoza hiyo ni mtu wa utawala. Na maslahi yao yanalindwaje? Wanayajua. Na vile vile tunawapa malengo ya kazi ambayo tutatathmini, kuwapa malengo kwamba wewe unatarajiwa ufanye 1, 2, 3. Haya mambo ya usalama kazini, usalama wake wa kazini ukoje? Hawezi kuumia kazini. Yapo mambo mengi, nidhamu inayotarajiwa ikoje? Sawa, kuna mambo mengi. Ndio. Sasa Dokta, mtawala ambaye ameshindwa kufikisha ama kutimiza malengo, huyo amefeli, anapaswa kufanya nini yeye binafsi? Kwa kawaida binadamu ameumbwa kujifunza. Hakuna binadamu asiyekuwa na akili ya utendaji. Mtawala mzuri utakuta labda una mabosi wako. Kazi ya bosi wa kwanza, bosi aliyetimilika, ni kumsaidia huyu aliye chini yake aweze kuelewa na kutenda kazi kwa kiwango sahihi. Tunaita mentoring. Lazima afanye hiyo, na ampe fursa za mafunzo, yanayotakiwa kutekeleza kazi hiyo. Na ndiyo maana ukiwa mtawala mzuri, lazima ujue mahitaji ya mafunzo ya wafanyakazi wako, na ujenge fursa, uwape fursa za kwenda kujifunza kazini humo au nje ya kazi. Kwa hiyo kazi moja nzuri ya mtawala ni kuhakikisha kwamba wafanyakazi ulionao, rasilimali watu yako ile, unaipa stadi, maarifa na uzoefu unaotakiwa, ili waweze kutenda kazi, ili malengo yaliyowekewa taasisi hiyo yaweze kutimilika. Dokta, umezungumzia pia sifa za kitaaluma kwamba mtawala anapaswa awe na sifa hizi na hizi. Vipi kuhusiana na tabia binafsi ambazo hazihusiani na taaluma? Zina nafasi gani kwa mtawala? Tabia binafsi, unapokuwa kwenye taasisi yoyote ina kanuni zake.
ina utendaji kazi wake, ina mahitaji. Ili uweze kutimiza kazi hii, tabia na mwenendo wako ufanane hivi. Bahati nzuri walioko serikalini, serikali imeweka, kuna sheria za kazi zipo, kuna ya kufanya na ambayo hayafanyi kulingana na taasisi. Kama wewe ni daktari, unajua daktari anatakiwa afanye nini, amuoneje mgonjwa, atunzeje siri za mgonjwa. Kama wewe uko ofisini, kuna mafaili ya siri, unatunzaje? Kuna huyu mtu ni mteja wako, amekuja ofisini ana tatizo, unalitatuaje kwa wakati gani? Kwa hiyo lazima uwe, kwa kweli kila taasisi itakuwa na mahitaji yake, lakini yapo mahitaji ya jumla. Kanuni za jumla za utumishi wa umma zinajulikana, kila mfanyakazi anayeajiriwa utapewa. Hizi ndizo kanuni za mtumishi wa umma. Una uzoefu mkubwa sana kwenye swala la utawala, Dokta, na wakati mwingine anazungumzwa mtu akiwa na tabia zake za kuzaliwa na hasira, labda na tabia nyingine ambayo si nzuri sana, pengine huenda ikamsukuma kihisia kuliko uwezo wake wa kiutendaji ama wa kitaaluma zaidi. Ni namna gani anaweza kadhibiti hizo tabia za asili, hasa pengine zile ambazo amezaliwa nazo, sambamba na ufanyaji wa kazi kwa mazoea? Kwa sababu imekuwa ada pia kwa baadhi ya wataalamu wa utawala kuonekana wakiwa wanafanya kazi kwa mazoea, kwa sababu wao ndio unategemea kuwakuta katika nafasi tofauti tofauti katika ofisi na taasisi mbalimbali. Sasa kama hatoi huduma na anafanya kazi kwa mazoea, hilo pia lipo katika nafasi hivi. Nianze na la kwanza, la tabia binafsi. Watu wote tunazaliwa katika mazingira tofauti, tunaiga tabia hizi kutoka kwa wazazi, jamii inayotuzunguka au walimu wetu, lakini tabia kwa vyovyote hubadilika, na ndio maana kuna kipindi cha change management, mabadiliko. Lazima binadamu yeyote aliyeumbwa na Mwenyezi Mungu, akazaliwa na mwanamke, tuna tabia na hulka ya kubadili tabia, ya kubadili mwenendo. Hakuna mwenendo unaosema nimezaliwa na tabia hii. Hapana, tabia unaipata kutokana na mazingira ulionayo. Binadamu umeumbwa kutawala mazingira yako, kubadilika. Wewe sio jiwe, unabadilika kufuatana na mazingira yake, unabadilika kufuatana na mazingira na mahitaji ya kazi uliyokabidhiwa, mahitaji ya weledi, profession yako. Hayo ni mambo ambayo tunajifunza, tunayafanyia kazi, tunabadilika. Kwa hiyo mtu anayesema hii ndivyo nilivyozaliwa, hapana, hiyo si kweli. Na namba 2, kufanya kazi kwa mazoea. Katika taasisi za umma, taasisi si mgando. Taasisi mambo yanabadilika, teknolojia ya utawala, ya utendaji kazi inabadilika kila leo. Kufanya kazi kwa mazoea labda ni uongozi mbaya. Taasisi ndio maana tunafanya maboresho, reforms zipo kwenye kila idara, mnajibadilisha kulingana na matazamio na matamanio ya wananchi na hali halisi. Ulimwengu huu unabadilika. Kwa hiyo hata wafanyakazi, ndio maana unakuwa na rasilimali watu, ndio rasilimali muhimu hii ya kusimamia taasisi. Lazima wakati wote wawe tayari kujifunza, na kujifunza ni kubadilika. Kwa hiyo unabadilika kufanya kazi kulingana na hali na muktadha uliopo na muda uliopo. Kwa hiyo hii ya kufanya kazi kwa mazoea ni mtu tu anakuwa kama tunasema ni conservative. Kazi yoyote itabadilika tu, mahitaji yale hayatakuwa mahitaji ya kesho kutwa, hapana. Kwa hiyo hii tabia ya kufanya kazi kwa mazoea, na kama mtu aweze, umempeleka mafunzoni hajabadilika, umempa elimu, umemuonya, umempa nafasi za ajitathmini yeye mwenyewe. Na ndio maana tunafanya tathmini za muda mfupi, za muda mrefu, mwaka mzima unafanywa tathmini na kiongozi wako, anakuta na kuambia hapa unafanya kazi vizuri, hapa una mapungufu, hapa una changamoto. Sasa hizi ufanye kazi vizuri kulingana na mahitaji ya taasisi, mahitaji ya idara, mahitaji ya wizara. Tunaomba uanze kufanya hivi, kujirekebisha hivi na hivi na hivi, na hili linahitaji study mpya, mafunzo mapya, tutakupeleka mafunzoni ili ukitoka utoke ukiwa mpya. Hakuna kitu kinaudhi mtu unampeleka mafunzoni anakuja anabaki na hayo. Nakumbuka wakati fulani tulikuwa tunawafundisha hao maafisa hao katibu wa taasisi hao, tunataka tuondoe
typewriter Olivet, watumie kompyuta. Ilikuwa kazi kweli, ilikuwa kazi kweli, lakini taratibu wakati wanavyo wakaizoea kompyuta na wakaona kumbe kompyuta ni chombo kizuri, ni dhana nzuri ya kazi kwa ajili ya kuleta ufanisi. Kwa hiyo na mfanyakazi tunampa fursa za kubadilika ili aendane na matakwa na mazingira ya wakati uliopo. Sasa hayo ambayo tunazungumza sasa hivi pengine ni ya wale ambao wapo katika utendaji na nafasi tofauti, lakini kuna kijana ambaye sasa hivi yuko chuo ndio anasomea hii sayansi ya utawala. Kuna kijana ambaye ndio amemaliza chuo kwa sasa hivi anatafuta nafasi ya kutekeleza kile ambacho amekisoma chuoni. Dokta, ni kitu gani ambacho unaweza ukamshauri kijana huyu ambaye ana utayari wa kwenda kuwa mtaalamu wa utawala? Kama nilivyosema, uwezo ukawa mtaalamu wa utawala hata ungekuwa umesoma degree 20 uzamivu kwa siku moja umerudi, hapana. Unapokuwa shuleni unapewa study zote. Nimezungumzia haya majukumu 7 ambayo ni ya msingi kwa mtawala. Sasa uwezo ukatoka chuoni ukasema na kwenda kwenye taasisi ya umma au naenda kwenye mahali pa kazi sekta binafsi nitaanza mara moja. No, lazima uwe tayari kujifunza. Kila idara, kila section ina mahitaji yake, lakini huku umeshapewa maarifa mapana ya kuweza kubadilika haraka. Hakuna elimu inakusaidia hiyo. Elimu nzuri ni inakusaidia wewe kubadilika haraka ili kumudu mazingira na kazi ulizopewa. Sasa unachukua kamoja tu, unaangalia taasisi ile utajipangaje, alafu unawakuta watu uikuti na ombwe, hakuna utupu. Uwe tayari kujifunza kwa watangulizi wako na ujifunze kwa bidii, na kwa sababu umekwenda shule umesoma, utaona kujifunza ni rahisi, na wewe kuanza kushauri hiki tubadilishe ili tuongeze ufanisi ni kazi rahisi. Watakupa fursa hiyo, alafu utapata orientation ya kazi, utapata mafunzo ya awali ya kazi hili. Hakuna anayeanza unafika ofisini wanakabidhi mafaili tu, wanakabidhi majukumu tu. No, ujifunze kwa uliowakuta. Ni walimu wazuri ili upate uzoefu, upate study mpya, na wewe sasa uje uongezee maarifa yako uliotoka nayo shuleni. Hakuna mtu profession, wataalamu wanasema profession inajengwa kwa miaka sio chini ya 10 ndio unaweza ukasema mimi ni professional. Uwezo ukatoka Muhimbili chuo cha madaktari umemaliza internship ukasema mimi ni daktari. We bado ni daktari mwanafunzi. Mpaka miaka 10 ndio unaweza ukasema hapa uzoefu nilishaupata, maarifa kazini nilishoyapata, sasa naweza nikasema mimi kitaaluma ni daktari. Lakini hiyo inachukua muda mrefu, na ndio maana tuna hata vyuo, taasisi za kutoa ithibati kwamba huyu sasa asajiliwe katika kundi la madaktari, kundi la walimu. Lakini siku moja tu unaanza kufundishwa unasema mimi ni mwalimu bobevu. Hapana, haiendi hivi. Sasa Dokta, wewe una uzoefu mkubwa sana kwenye masuala haya ya utawala. Changamoto zipi huwa zinatawala zaidi kwa watawala wanapokuwa kwenye nafasi mbalimbali na namna gani ya kukabiliana nazo? Changamoto ya kwanza ambayo nakabiliana ni ajira. Tunaajirije watu? Tunawapima kikamilifu au tunawaajiri tu kwa ujuaji, technical know-how badala ya technical know-how, kwa ujuaji tu, kwa uswahiba, kwa ujamaa. Tunaajirije watu? Hiyo ndio ya kwanza. Ukiajiri vizuri, ukawa na vigezo maalum, ukawa na vyombo, methodolojia nzuri ya kuajiri, ndio unapata mtu na unaweza ukaanza kutabiri huyu baada ya miaka 10 huyu hata udirector anaufaa. Huyu baada ya miaka 5-6 tukimpa na mafunzo zaidi, huyu anaweza kuwa supervisor mzuri, msimamizi mzuri. Sasa hiyo ni challenge moja ya watawala wetu. Unaajirije, mnaingizaje watu kwenye taasisi? Mkiwaingiza kwa kujuana tu kwa vimemo, mtapata tabu sana. Je, huyu ana maadili? Huyu anafundishika? Huyu yuko tayari kujifunza na wengine? Huyu yuko tayari kushiriki kwenye teamwork? Huyu tayari ana ile mshawasha, motisha kutoka ndani, intrinsic motivation. Sasa ukishaajiri vizuri, ukawa na mpango mzuri wa ajira, uwazi ukawepo, tunasema merit ikazingatiwa,
changamoto hiyo unaweza ukaitatua. Nyingine ni swala la mipango. Unaingia kwenye taasisi nyingi hawana mipango ya muda mfupi, hawana mipango ya muda wa kati, hawana mipango ya muda mrefu. Sasa hata wafanyakazi hawajuki, inakuwa kama zimamoto tu. Taasisi nzuri itakayofanya kazi vizuri, rasilimali watu yake lazima iwe madhubuti katika kuweka mipango inayotekelezeka na inayopimika. Ndio maana tuna ufuatiliaji na tathmini, employee performance appraisal. Hiyo ifanyike vizuri, unampa malengo yanayopimika, unafuatilia utekelezaji, unamkosoa umo katikati alivyotekeleza. Hii ripoti umenipa, lakini mbona haijahaririwa? Kwa nini utumie neno hili? Sio lugha ya serikali hii, badili fanya hivi. Ukipewa kazi ya namna hii unazingatia hiki, basi mtu utamuivisha tu. Ndio maana mwalimu wako wa kwanza mzuri ni bosi wako kazini, kiongozi wako. Na la pili, idara zetu, mnajipangaje? Umepewa wizara, unahitaji units ngapi, department ngapi, idara ngapi, nani umweke idara gani, afanye nini? Unamweka pale, ana utaalamu wa kutosha, unamwandalia mazingira mazuri ya utendaji kazi, anazo dhana za kufanyia kazi, ana kompyuta, ana records nzuri, ana nini. Lazima uandae mazingira ya kazi. Alafu vile challenge nyingine, kipato. Mtu anafanya kazi, je, unampa nini? Una pretend kumlipa au unamlipa kumotisha? Una pretend kulipa na yeye ana pretend kufanya kazi. Akishakaa ofisini saa 2 saa 3 anachukua koti, anaweka juu ya kiti, anatokomea, anakwenda kubangaiza mitaani. Sasa hayo yote lazima umweke utaratibu mzuri, mwakishe kwamba mnawalipa mishahara inayotosheleza mahitaji na mishahara ambayo itawafanya wawe na hamasa, wawe na motivation ya kutosha kuchapa kazi. Dokta, kwa kumalizia, kwa sekunde chache tu tumalize na hili, ni kwa namna gani hawa wataalamu wa utawala wanatakiwa kuwa na siri, kwa sababu wanahusika katika kila kona ya ofisi au taasisi? Siri wazilinde vipi, daktari? Nadhani katika taasisi nyingi, sio kila jambo katika idara au katika sehemu ya kazi ni siri. Siri zipo, na ndio maana tuna watu wa kutunza kumbukumbu, records. Kuna masijara ya wazi, kuna masijara ya siri. Sasa siri, ukishakabidhiwa siri, utakabidhiwa tu hivi, tunza kwamba hili jambo ni siri. Na bahati nzuri katika maeneo mengi watakuwa na muhuri, hii ni siri kubwa, hii ni siri ya kati. Kuna aina nyingi za siri. Sasa utakuwa umeelekezwa, na mfanyakazi mzuri lazima utii. Mfanyakazi asiyekuwa na utii hafai kwenye asasi yote, lazima utii. Hizi ni siri, zikivuja tu ni hatari kwa taasisi, ni hatari kwa wanaotegemea huduma yetu. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo wafanyakazi wanafunzwa. Hizi sio siri, hii ni siri. Hapa upo, lakini we sio msemaji wa idara hii, sio msemaji wa wizara hii. Msemaji ni katibu mkuu. Usichukue mamlaka usiokuwa nayo. Hizi karatasi za serikali hazifungii vitumbua hizi. Hizi ni karatasi kwa ajili ya kazi za serikali. Kuna taratibu zake, na kwa kweli jambo moja la msingi ni kuwa na wafanyakazi watiifu, atakayetunza siri za kampuni, anayefuata kanuni, sheria na taratibu, maelekezo. Sasa hiyo ndio kila mfanyakazi. Hata nyumbani kuna mambo mengine watoto watajua, mengine watakiwi kujua. Lazima utunze siri. Ndivyo tulivyoumbwa, sio kila kitu ukiweke hadharani, hapana. Sasa Dokta, tunakushukuru sana, asante sana kwa muda wako, mengi tumejifunza wakati huu. Wasalimie sana Bukoba. Nakushukuru sana kwa kunishirikisha. Karibu. Utawala hauishi, kila mtu, hata nyumbani kuna mtawala. Lazima hizi Podiscope 7 hizi, maeneo 7 niliyotaja. Najua hapo parachichi kwa wingi, ndizi, senene. Karibu sana, karibu. Tukuache ufurahie. Ni Dr. Benson Bana, tumezungumza naye kuhusiana na umuhimu wa wataalamu wa utawala. Tunakamilisha hivyo kwa sasa.